Siri kubwa imeibuka ya alichokifanya Boniface Simbachawene kuchukulia Samia Suluhu kumfukuza kama mbwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali ikiwa ni siku yako ya kwanza kukutana na channel hii, subscribe. Habari ya kushtua haikuwa uteuzi wa waziri mpya, bali ujumbe uliokuwa umeandikwa tayari ndani ya kauli zilizotolewa hadharani na waziri aliyekuwa madarakani. Tarehe 8 Januari mwaka huu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alimteua Patrobas Pascal Katambi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, akimwondoa Boniface George Simbachawene bila maelezo ya kina kwa umma. Ndani ya mfumo wa mamlaka ya Tanzania, tukio hili lingeweza kupita kama mabadiliko ya kawaida ya baraza, lakini ukichambua maneno ya Simbachawene kabla ya kuondolewa kwake, taswira inabadilika kabisa. Hapa haikuwa habari ya mtu aliyechoka au aliyeshindwa kazi, bali ya kiongozi aliyetoa kauli zinazogusa msingi wa uhusiano kati ya dola na raia, kauli ambazo ndani ya mazingira ya sasa ya kisiasa zinaweza kugeuka kuwa kosa lisilosameheka. Simbachawene katika nafasi yake kama waziri wa mambo ya ndani alijenga simulizi la wizara yake juu ya nguzo 4: 1, amani; 2, mshikamano; 3, uwajibikaji wa vyombo vya dola; na 4, heshima ya haki za binadamu. Kauli yake ya kwanza iliweka wazi kwamba misingi ya taifa ni imani na mshikamano, na jukumu la wizara si kutumia nguvu pekee, bali kulinda misingi hiyo. Hii ilikuwa kauli ya kawaida kwa masikio ya kisheria, lakini kwa macho ya kisiasa ilibeba ujumbe mzito ambao ni usalama hauwezi kutenganishwa na ridhaa ya wananchi. Kauli yake ya pili iliyosisitiza mabadiliko ndani ya jeshi la polisi na kurejesha mahusiano mazuri na wananchi iliguza moja kwa moja jeraha lililokuwa wazi katika jamii. Kwa miaka kadhaa, polisi wamekuwa wakihusishwa na tuhuma za matumizi ya nguvu kupita kiasi, ukamataji wa kiholela na kudhoofika kwa imani ya umma. Na Simbachawene hakusema kwa lugha ya vita, bali kwa maridhiano na uwajibikaji, na ndani ya mazingira ya utawala unaotegemea vyombo vya dola kudhibiti ukosoaji. Kauli ya aina hii hubeba tafsiri ya kuhoji mbinu zilizokita mizizi. Alipozungumzia maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika, Simbachawene alitumia lugha ya kupongeza utulivu na uzalendo wa Watanzania. Kauli hii kwa nje ilikuwa ya sherehe, lakini kwa ndani ilikuwa kioo cha kulinganisha. Utulivu wa wananchi ulionekana kama ushahidi kwamba jamii inaweza kuwa tulivu bila kukandamizwa. Huu ulikuwa ujumbe unaoweza kusomwa kama hoja ya kupunguza matumizi ya nguvu za dola katika kusimamia umma. Na kauli ya 4 kuhusu mabadiliko makubwa yanayokuja ndani ya jeshi la polisi ni kuongeza uwajibikaji na kupunguza malalamiko ya wananchi, ndio iliozua minong'ono mikubwa. Mageuzi ndani ya vyombo vya dola si swala la kiutendaji pekee, ni swala la kisiasa. Historia ya Tanzania inaonyesha kwamba majaribio ya kurekebisha taasisi za usalama bila ridhaa kamili ya mamlaka ya juu mara nyingi hukutana na ukuta. Kauli hii ilionekana kama kutamka nia ya kugusa mizizi ya tatizo, si matawi yake. Na wito wake wa kushirikiana kwa raia katika kulinda amani ulifuata mkondo wa kuunganisha dola na jamii. Lakini hata hapa, tafsiri ya kisiasa haikukosekana. Ushirikiano wa kweli unahitaji imani, na imani haiwezi kujengwa kwa hofu. Na kwa kusisitiza ushirikiano, Simbachawene ilionekana kusukuma ajenda ya usalama shirikishi badala ya usalama wa amri. Alipogusia changamoto za uhalifu wa kimtandao na kuimarisha mifumo ya usalama wa kidijitali, alionyesha mwelekeo wa kisiasa wa wizara yake. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni, masuala ya kidijitali yamekuwa yakihusishwa pia na udhibiti wa maudhui, ufuatiliaji wa mawasiliano na sheria zinazozuia uhuru wa kujieleza mtandaoni. Kauli yake ilipoelekezwa kwenye ulinzi dhidi ya uhalifu badala ya kudhibiti sauti, ilionekana kutofautiana na mwelekeo mpana wa kisiasa. Usalama wa mipaka kama kipaumbele chake uliakisi majukumu ya kawaida ya wizara, lakini hata hapa alitumia lugha ya kudhibiti uhalifu wa biashara haramu ya binadamu na si lugha ya kijeshi au tishio la ndani. Huu ulikuwa mkondo unaoangalia vitisho kama changamoto za kijamii na kiuchumi, si vizingizio vya kuimarisha udhibiti wa ndani.
Kauli yake ya 8 ilikuwa nzito zaidi kisiasa. Wito kwa askari kuzingatia maadili ya kazi na kuheshimu haki za binadamu uliweka mstari mwekundu wazi ndani ya mfumo ambao mara nyingi ulinda vyombo vya dola dhidi ya uwajibikaji wa wazi. Kauli hii inaweza kusomwa kama kujaribu kufungua mlango wa mabadiliko ya kimaadili. Hapo ndipo simulizi la usalama linapogongana na simulizi la haki. Alipohakikisha wananchi kwamba waendelee na shughuli zao kwa amani huku serikali ikihakikisha usalama wao, Simbachawene alijaribu kupunguza hofu ya umma. Lakini hofu hiyo imekuwa ikichochewa na matukio ya kihistoria ya kukamatwa kwa wanaharakati, kuzuiwa kwa mikutano na matumizi ya sheria za usalama dhidi ya ukosoaji. Kauli yake ilionekana kama jaribio la kurejesha imani, si kuimarisha hofu. Kauli yake ya mwisho kuhusu kujenga wizara yenye uwazi na uwajibikaji ndio iliyofunga mduara. Uwazi katika wizara inayosimamia polisi, uhamiaji na magereza ni mada nyeti sana kisiasa. Uwazi humaanisha taarifa na taarifa humaanisha maswali. Ndani ya mifumo yenye msitizo wa mamlaka ya juu, maswali yanaweza kutafsiriwa kama changamoto. Uamuzi wa kumwondoa Simbachawene haukutangazwa pamoja na tathmini ya kauli hizi au kwa na maelezo ya kushindwa kwa utendaji au kiukwaji wa sheria. Badala yake utenguzi ulifanyika kwa ukimya wa kiserikali unaoacha nafasi kubwa ya tafsiri. Na katika historia ya Tanzania, ukimya wa aina hii mara nyingi huashiria mgongano wa mwelekeo, si kosa la wazi. Uteuzi wa Patrobas Katambi aliyekuwa naibu waziri wa viwanda na biashara unaashiria mabadiliko ya mwelekeo kuliko mwendelezo wa ajenda. Wizara ya mambo ya ndani si wizara ya kawaida, ni moyo wa udhibiti wa ndani na dola. Mabadiliko ya uongozi wake huakisi vipaumbele vya juu vya kisiasa. Kwa upana zaidi, tukio hili linaingia katika simulizi pana ya utawala wa Tanzania ambapo mageuzi yanatajwa mara kwa mara, lakini uwajibikaji wa vyombo vya dola unabaki kuwa suala gumu. Historia ya chaguzi zenye mvutano, maandamano yaliyodhibitiwa na sheria za usalama zilizopanuliwa imejenga mazingira ambayo kauli za uwazi na haki zinaweza kuonekana kama tishio badala ya rasilimali. Mwisho wa sakata hili hauko kwa Simbachawene binafsi, bali kwa ujumbe unaotumiwa kwa wengine walioko ndani ya mfumo. Kauli za amani, uwajibikaji wa haki zina nafasi ndogo pale zinapogongana na siasa za mamlaka. Na Tanzania inapokaribia siku zijazo, hatari kubwa si mabadiliko ya watu, bali kuendelea kwa ukimya. Ukimya huu unaweza kuimarisha utulivu wa juu, lakini chini yake hujenga ufa wa hofu na kutoaminiana. Mustakabali wa taifa utategemea kama sauti za uwajibikaji zitaruhusiwa kuishi ndani ya mfumo au kama zitaendelea kuondolewa kimya, zikiacha nyuma ujumbe kwamba katika ulinzi wa dola, haki ni chaguo na si sharti. Ndio hayo tuliokuwa tumekuandalia hapa Kenyascope, na kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile gonga alama ya kengele ili ukipokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.